Masomo ya misa takatifu, Dominika ya 3 ya Pasaka. Somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku ile ya Pentekoste, Petro alisimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi Waisraeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti alikuwa mtu aliyethibitishwa kwenu na Mungu kwa miujiza, maajabu na ishara alizozifanya Mungu kwa nafsi yake yeye kati yenu. Kama mjuavyo wenyewe, kwa azimio la Mungu na kujua kwake tangu zamani, huyo Yesu alitolewa nanyi, mkasulubishwa kwa mikono na watu wasiojua sheria, mkamuua. Lakini Mungu alipomwopoa na utumwa wa mauti, akamfufua, kwa maana haikuwezekana ashikiliwe na mauti. Maana Daudi alisema juu yake, namuona Bwana daima mbele yangu, yupo kuume kwangu, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu wafurahi, na ulimi wangu unashangilia, hata mwili wangu utakaa na tumaini. Kwa maana hutaacha roho yangu kuzimu, wala hutamwacha mtakatifu wako aharibike. Unanionyesha njia za uzima, utanijaza furaha mbele ya uso wako. Ndugu, afadhali niseme waziwazi mbele yenu juu ya baba yetu Daudi, kuwa alikufa na akazikwa, na kaburi lake lipo kwetu mpaka siku hii. Kwa kuwa alikuwa nabii na alijua ya kuwa Mungu amemwapia kiapo, kwamba atamketisha mojawapo na wazao wake kati ya kiti chake cha enzi. Alisema alionyesha kuhusu ufufuko wa Kristo, ya kwamba hakuacha kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyu Mungu amemfufua, na sisi sote ni mashahidi wa mambo hayo. Nayo baada ya kupalizwa na kuwekwa mkono wa kuume wa Mungu na kuipokea ahadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba, ametumiminia huyo Roho kama mnavyoona na kusikia. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Bwana utanijulisha njia ya uzima. 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 Unilinde Mungu, maana nakimbilia kwako. Nimemwambia Bwana, wewe ni Bwana wangu. Bwana ndiwe urithi wangu, na kikombe changu ndiwe ushikiliaye. Ushikiliaye hatima yangu, uishikiliaye hatima yangu. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Nitamtukuza Bwana aliyenipa shauri. Kweli moyo wangu wanifundisha hata usiku. Nimemweka Bwana mbele ya macho yangu daima, kwa kuwa yuko kulia kwangu.
sitatikisika, mimi sitatikisika. Kulia kwangu mimi sitatikisika. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, roho yangu inashangilia, mwili wangu utapumzika salama, kwani hutaiacha nafsi yangu kuzimuni, wala hutakubaliana naye kuamini. Aone uharibifu. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Bwana utanijulisha njia ya uzima. Utanijulisha njia ya uzima. Utimilifu wa furaha mbele ya uso wako, na raha kuume kwako milele. Bwana utanijulisha njia ya uzima. 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 Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza, barua ya Mtakatifu Petro. Wapendwa, ikiwa mnamuita Baba yeye amhukumuye kila mtu bila ubaguzi kadri ya matendo yake, imewapasa kuenenda kwa uchaji wa Mungu muda wa kukaa kwenu hapa ugenini. Mmejua kwamba hamkukombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama fedha au dhahabu katika mwenendo wenu wa upuzi mlioupokea kwa baba zenu, bali mmekombolewa kwa damu azizi ya mwanakondoo asiye na hila wala wa, ndiyo ya Kristo. Huyo ameteuliwa tangu kabla ya kuumbwa ulimwengu, lakini amefunuliwa mwisho wa nyakati kwa ajili yenu. Kwa ujumbe wake yeye mnasadiki kwa Mungu aliyemfufua katika wafu na kumpa utukufu, mpate kusadiki na kumtumikia Mungu. Neno la Bwana. Bwana Yesu, tumfunulie maandiko matakatifu, ifanye mioyo yetu iwake unaponena nasi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tukufu kwako e Bwana. Luka mlango wa 24 mstari wa 13 hadi 35. Siku ile ile ya kwanza ya wiki, wafuasi wawili wa Yesu walikwenda katika kijiji jina lake Emau, maili 7 kutoka Yerusalemu. Nao walikuwa wakiongea kuhusu yote yaliyotendeka. Walipokuwa wanajadiliana hivi, Yesu mwenyewe aliwakaribia, akajiunga nao. Macho yao yalikuwa yamezuiwa wasimtambue.
Naye akawaambia, hayo ni maneno gani mnayoyasemezana mnapotembea njiani? Wakasimama wamekunja nyuso. Mmoja wao, jina lake Kleopa, akamjibu, je, wewe ni mgeni wa pekee Yerusalemu, asiyejua yaliyotendeka siku hizi? Naye akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Alikuwa nabii mwenye enzi katika matendo na maneno mbele ya Mungu na watu wote, na namna makuhani wakuu na wakubwa wetu wa serikali walivyomhukumu afe, wakamsulubisha. Sisi tulitumaini ya kuwa ni yeye atakayeikomboa Israeli. Lakini juu ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu mambo hayo yatendeke. Pia wanawake wengine wa kwetu wametushangaza. Walikwenda kaburini asubuhi mapema, lakini hawakuona mwili wake. Wakarudi na wakasema wametoweka, na malaika waliosema kwamba yu mzima. Baadhi yetu walikwenda pia kaburini, waliona vivyo hivyo kama wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Naye akawaambia, enyi wenye ufahamu kidogo na mioyo mizito, kwa kusadiki yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kuvumilia mateso hayo na hivyo kuingia katika utukufu wake? Akaanza kwa Musa na manabii wote kuwafafanulia maneno yaliyomhusu yeye mwenyewe katika maandiko yote. Walipokaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, yeye alionyesha dalili ya kuendelea mbele, lakini wakamsihi wakisema, kaa nasi, kwa maana kuna kuchwa na mchana unakoma. Basi akaingia kukaa nao. Alipokaa mezani pamoja nao, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Mara macho yao yakafumbuliwa, wakamtambua, naye akatoweka machoni pao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu aliposema nasi njiani na kutufafanulia maandiko? Saa ile ile wakaondoka wakarudi Yerusalemu. Huko wakawakuta wale 11 na wenzao wamekusanyika, wakawaambia, hakika Bwana amefufuka, amemtokea Simoni. Nao pia wakasimulia yaliyoyatukia jiani, ya jinsi walivyomtambua katika kuumega mkate. Injili ya Bwana.